kuhusu yaliyotokea wakati wa uchaguzi. Mimi binafsi siungani sana na hoja ya kufanya maridhiano baada ya matukio. Mimi ni muumini wa kuzuia tukio na sio kufanya maridhiano baada ya tukio. Of course, kabla ya lile tukio la siku ya uchaguzi, watu walikuwa wanazungumza mitandaoni kwamba tutafanya 1, 2, 3. Kwenye nchi ambayo iko serious, haikutakiwa kupuuza yale yanayozungumzwa mitandaoni. Yale malalamiko ya wananchi hayakutakiwa kupuuzwa. Ndio maana yamepelekea haya yote yaliyotokea. Ina maana serikali ingechukulia serious malalamiko ya wananchi, haya mauaji na vifo visivyo vya lazima visingetokea. Sasa tukiwa taifa ambalo tunasubiri yatokee ndo tuanze vikao, wakati watu wameshapoteza maisha, watu wameshapoteza ndugu zao, watu wamepoteza mali zao, haisaidii. Kwa kifupi, yani kuanza maridhiano sasa hivi wakati watu wameshaumia, kwa kifupi tumechelewa kidogo. Ilitakiwa tuzuie kwa kusikiliza maoni ya Watanzania na kuona tunafanyaje. Tunatokaje? Twende kwenye hayo maridhiano tuone yaliyomo yamo. Alafu baada ya hapo tutatoka na msimamo mwingine. Nimesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais. Kwa kifupi hotuba yake ni nzuri kwa kifupi, kwa maana ya kuizungumza. Kama itaenda kutekelezwa kama ambavyo imezungumzwa, basi naiona Tanzania nyingine.